Kwa majina ni Nyike Wamboi kutoka Kiambu County, mji wa Thika. Ya kwanza, pangu naheshimu rais huyu wetu wa Kenya. Lakini mambo ambayo amekuwa akiyafanya na kuambililia na katika hii nchi yetu, wacha tuseme tu ni uongo kabisa. Kwa sababu ukilinganisha alikuwa anatuambililia mambo ahadi, yani alikuwa na ahadi yani. Promises. Promises. Alikuwa na promise watu, ametenga, lakini sasa hiyo wakati ni kutuambia tu alikuwa anatuambia. Lakini sasa hivi sasa ni kweli tunaona vitu ambazo ametenga. Mara ametenga chapati, mara sijui anafanya nini, ametenga kutoka lini chapati mashini shaitoka. Hata nini Broadway. Saa wewe, kulingana na wewe, ahadi ambazo aliweza kutoa kufikia sasa, ni ahadi gani ambayo unaona ametimiza 100%? Kwa upande wangu hakuna. Lakini kuna yenye ambayo amejaribu kutimiza. Hii ambayo tukikumbuka ya kwamba mwaka ambao walikuwa wanapiga kampeni, alisema kuna jambo alisema la hii mambo ya kutupa mikopo inaitwa Hustler Fund. Hiyo afadhali hiyo ameitimiza. Lakini ukiangalia upande mwingine bado ni yana inamsaidia. Tukikuja kwa upande tena wa nyumba hizi nyumba za affordable houses, hakuna hata moja imeweza kumalizika. Na tunaona hata zikimalizika haisaidii mkulima wa chini, inasaidia mkulima wa juu. Yaani rais wenye kwenye hizi viti kubwa ndio watasaidika tu. Kwa sababu sisi hakuna mtu ambaye saa hii huku katika mlima wetu upande huu wa mlima hakuna mtu hana kwake. Na mtu mwenye hana kwake ako na kwao. Hiyo ni ukweli. Sasa tukiangalia hizi nyumba hata hakuna mtu zinasaidia, ni tu anataka kutajirika ya binafsi. Na akitoka katika kiti ya urais imsaidie, hizi nyumba zimsaidie. Ndio. Na tukiingia katika Wizara ya Afya, kumekuwa na SHA sijui hizo sasa. Na kulingana na tuliambiwa kwamba NHIF inaweza kutokomezwa na tuingie katika mfumo huo wa SHA. Kwa upande wako, na tukisikia maoni ya wananchi ama ukweli uliopo kwa sasa, hizo SHA zimekuwa na itilafu, hazitumiki kwa watu wengine zinatumika, unalipa lakini ukienda hospitali pale huduma upati. Sasa jambo hilo ungelizungumzia kwa vipi? Kwanza mambo ya SHA tuseme tu ili wakikuja kuilaunch hiyo kitu hawakuwa na mipango yoyote katika hiyo. Hata hili tu tungebaki na hiyo NHIF. Kwa sababu saa hii hata bilioni za mapesa zimetumika kuleta hiyo SHA, sijui na SHA na SHI. Lakini saa hii tena umesikia tumeambiwa kuwa wanaleta tena SHA fashi. We, jambo hilo la chapati unaliona kama jambo la muhimu? Sasa akileta chapati ni kumaanisha ati anajaribu kusaidia upande wa lishe. Sasa upande wa lishe tunaambiangwa kwa kweli unafaa umuonyeshe mvuvi. Yaani ukitaka kumsaidia mtu, msaidie na ndoano, usimsaidie na samaki, ili kesho yake na yeye aende akajisaidie. Alianza kwa njia nzuri aliposema ya kwamba mama mboga atawasaidia waweze kujikwamua katika limbi la umaskini. Lakini kwa sasa ati analeta chapati hiyo utakula kwa siku hiyo, lakini chapati haitaongeza kitu katika uchumi wetu. Hiyo ni kumaanisha ni kama anajaribu kuwateka vijana hivi katika hali ya kula tu. Unaliweka vipi jambo hilo? Unaona kama inafaa aegemee upande wa chapati ama asaidie Mkenya kujikwamua katika hali ya umaskini? Kwa mfano aweze kushikilia biashara fulani, aweze kushikilia vijana kufungua biashara, ashikilie vijana namna ambavyo wanaweza pata kazi katika nchi za nje. Wewe unaliweka vipi? Hiyo fikra ya kuleta chapati upande wangu si mbaya. Lakini penye kuna shida ni hiyo mashini. Mbona alete hiyo mashini ya kutengeneza chapati milioni 1 itengeneze kwa siku moja, ili hali kuna watu hawana makazi. So venye anafaa kufanya ni aandike vijana ambao hawana kazi. Kuna watu wengi sana wamegraduate
na wengine wamegraduate na diploma ya upishi, hawalete katika hizo makazi badala ya kuleta hiyo mashine anataka kununua. Juu pesa zitatumika kununua hizo mashini. Na ni mingi, hakuna mtu inasaidia. Na kwa maoni yako unaona kama mpango huu utafanikiwa ama ni ndoto za Abunwasi? Hizo ni ndoto tu. Hakuna hata makampuni kubwa kubwa hazijaifanikiwa. Hii kampuni kama Broadway haijaifanikiwa kutoa mikate milioni 1 kwa siku. So hizo ni ndoto za Abunwasi. Una jambo hilo unaliweka katika siasa ama unaweka katika uhalisia? Juu kuna ugumu fulani katika kutekeleza kitu kama hicho. Kitu ya kwanza hiyo tuseme tu ni siasa na kujitengenezea sifa kwa wanafunzi na walimu na kuwapatia hopes za uongo, kwa sababu hakuna kitu kama hiyo inaweza tendeka. Ni jambo ambalo pengine mimi kwa upande mwingine naona Wakenya wana maoni tofauti kuhusiana na kitu kama hicho. Kuna gavana fulani wa Mombasa ambaye Ali Hassan Joho aliwahi kusema ya kwamba ataweza kubadilisha maji ya bahari na yaweze kutumika katika kunywa na binadamu. Na ni jambo mimi hata kwa upande wangu ama kwa kila mtu aliona jambo hilo ni ngumu sana kufanyika, kwa sababu mashine ambazo zingeweza kutengeneza maji yale yawe tayari kunywa na binadamu ni mashine ambazo zinahitaji pesa nyingi, na ni mashine ambazo zinaagizwa katika nchi za nje, na ataweza kuleta wahandisi pale, jambo ambalo lingetumia mabilioni, na ni jambo ambalo lionekana haliwezekani. Na sasa kuna hili jambo lingine la kanisa. Hii mambo kuleta michango katika kanisa unaliweka vipi ikilinganishwa kwamba kuna akaunti ambazo zina uhitaji wa pesa kama zile? Hapo sana kwanza kwa pesa ya kupeleka kanisa. Hata Yesu alipofika katika kanisani aliwaachilia kila watu, juu huko nikaa kuleta soko katika huko venye huyu rais wetu anafanya kaa biashara tu wako. Hadi hizi makanisa ambazo wanafungua sasa hivi na kuleta hawa wanasiasa katika kanisani, hiyo ni biashara wanafanya, na kujenga kanisa kanisa kubwa ili upate washirika. Sasa hivi hakuna kanisa, sijatambua mimi kanisa. Na tena ama unaamini Yesu, si lazima uende kanisa ama kuoneshana kwa watu pesa ambazo umetoa ati sijui milioni 20 na kuahidi hata tena milioni 100 baadaye ati ya kujenga kanisa. Hata wewe ukichunguza katika historia ya taifa letu la Kenya, kuna Uislamu na kuna Ukristo na pia kuna Ukristo si ni huo. Sasa hapo tunakuja kuona ya kwamba katika dini ya Kiislamu ushawaisikia kitu kama hicho ambapo ati Rais William Ruto alikuwa katika msikiti wa Jamia ati alichangisha? Ushaisikia? Hapana. Dini ya Kiislamu ni dini ambayo haiwezi kubali kitu kama hicho kwenda kutekelezwa katika eneo lao. Sasa katika dini ya Kikristo ni nini tumekosa kufikia kiwango cha kwamba siasa zinapelekwa katika madhabahu? Wakristo wanapenda pesa sana na wanapenda vitu za bure sana. Na tena Wakristiano hawana bidii, hawajui kujitafutia. Yani wanategemea, yani hawaamini kwamba wanaweza fanya vitu kubwa bila usaidizi wa mtu. Hawaamini hivyo. Naam, nimeweza kupata maoni yako na bila shaka nadhani wasikilizaji wetu wamepata cha kujifunza hapo kulingana na tulivyozungumza siku ya leo. Hadi kufikia hapo sina la ziada, hadi wakati mwingine.